sababu wao ndio waliopanga ratiba ya askofu wa jimbo kuzunguka kila assembly na wapo wanafuatilia jambo hili linapotukia, hata kwa njia ya mitandao ya kijamii, lakini hata pia kwa kuongea kwa simu tunazungumza nao. Wanawasalimia sana kwa jina la Bwana Yesu. Amina. Lakini pia pokeeni salamu kutoka kwa familia yangu, mke wangu na ndugu tulionao hapo nyumbani. Wanawasalimia sana kwa jina la Bwana. Askofu mkuu pia anawasalimia sana kwa jina la Bwana. Wakati nikiwa Mwashiningu tulizungumza, akawa anaendelea kufuatilia ziara yetu, akatoa salamu, naye siku hiyo alikuwa yuko safarini anaelekea Mbeya kwenye ziara yake ya kitaifa. Kwa hiyo pokeeni hizo salamu pia kutoka kwa kiongozi wetu wa kitaifa. Amina. Kwa wandugu maeneo yote tunapopita hawajaacha kutupa salamu, wanaendelea kuwasalimia. Hata jana tumeagana na ndugu wa assembly ya Ichongo, wanawasalimia sana kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niseme hivi kabla hatujaendelea mbele zaidi, labda nimpe nafasi. Baada ya kuwa mwaka jana tumemaliza chaguzi zetu za tangu kitaifa mpaka kwenye maasembuli, Mungu alitusaidia tukamaliza chaguzi, na baadaye kwenye vikao vyetu vya kwanza tulishauriana tufanye ziara. Wajumbe wangu wa kamati ya jimbo kiwemo mwangalizi wa wilaya na waangalizi wenzake na wajumbe wengine wakawa tunajaribu kukumbushana kwamba askofu, tangu umeanza uongozi hujafanya ziara. Kwa hiyo tukakubaliana tuwe na tukio la ziara ya kutembelea. Mawazo yalikuwa mengi, wengine wanasema tukusanyike kwenye wilaya, unaenda kila wilaya unatukuta wote tuko pale. Wengine wanasema kila kanisa, wengine kila assembly, lakini swala la kila assembly ndio tulikuwa tumekubaliana tukalipitisha. Kwa hiyo ndio maana nimefika hapa, ni kwa sababu ya ratiba iliyowekwa na uongozi wa jimbo kwamba nifike kila assembly. Tulikubaliana tuwe na awamu kadha wa kadha. Awamu ya kwanza tulikuwa tumekubaliana tunatembelea assembly tatu kwanza kila wilaya, na baadaye tutarudi tena awamu ya pili kwa ajili ya kumalizia maassembly yanayokuwa yamebaki. Kwa neema ya Mungu tulianza mwezi wa 4 baada ya Pasaka, tukaanzia wilaya ya Kahama, tulitembelea assembly ya Isaka, tukatembelea assembly ya Mondo kwenda kulima hapo, tukatembelea assembly ya Kagongwa, hiyo ni Kahama. Tukaenda Ushetu, tukatembelea assembly ya Ilamba, tukatembelea assembly ya Ihashi. Ilikuwa tuende Ihapula, lakini kukawa na uzuru fulani, tukaja wilaya ya Shinyanga DC, tulianzia assembly ya Mendo, tukaenda assembly ya Kanda ya Ziwa, tukaenda assembly ya Liabukande. So ni assembly 3. Tukawa tumeenda Shinyanga mjini, katembelea assembly ya Bugogo, katembelea assembly ya Samui, nitembelea assembly 2. Kwa tuende Masengwa, na hapo kukawa na uzuru fulani, kwa tukapita tukaenda wilaya ya Kishapu napo tukatembelea assembly 2 awamu hiyo, assembly ya Buchambi, assembly ya Munze. So hilo tulikuwa awamu yetu ya kwanza iliyomalizika mwezi wa 7. Mwezi wa 8 tulikuwa tuliuacha kwa sababu nakumbuka ndio ilikuwa ratiba ya ziara ya askofu mkuu wa 9.
tukaanzia assembly ya Masengwa. Unaona, tumetoka Masengwa tukaja Kishapu, assembly ya Kabila. Unaona, baadaye tumekwenda assembly ya Mondo Buganika, tukaja assembly ya Itongo Itale. Tulitoka assembly ya Itongo Itale Jumapili jioni na wiki iliyopita ile, acha ya jana ile nyingine. Kwa tumeingia tena Shinyanga DC, tukaifikia assembly ya Nindo Mashiningo hapo. Baadaye tukaenda Iselamagazi, baadaye tumeenda Ichongo, na leo tuko hapa Mwantini, na siku ya kesho jioni tutaondoka tuende assembly ya Usule, na baadaye tutamalizia Didia. Wilaya yenu inakuwa imeisha kabisa, maassembly yote tumeyamaliza. Tunamshukuru Mungu na tunaomba Mungu atusaidie kumalizia hizo assembly mbili. Lengo letu la kwanza la ziara hii ni kuangalia maendeleo ya kazi ya Mungu katika jimbo letu la Shinyanga. Kwa hiyo tunaiangalia kazi. Unajua, ukiwa kiongozi wakati mwingine unaletewa taarifa zilizoandikwa kwenye makaratasi kwamba tuko hivi, tuko hivi. Lakini tunapofanya ziara tunafika, tunajionea kwa macho yetu makanisa hayo kwa uhalisia hivi.